فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. واتكفوا قد إيمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم تكيا صلنا سلام تويت محمد عليه الصلاة والسلام. nakuhusieni kama vile ambavyo napaswa kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu. Watukufu katika iman, tukiwa tunaelekea kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan, Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa pale ambapo linapoingia 10 la mwisho, jitihada yake ilikuwa katika ibada ndio kubwa zaidi kuliko katika yale 10 ambayo yamepita. Anasimulia mama Aisha radhiallahu anha kama ilivyokuja fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mama Aisha radhiallahu anha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha dakhala al-ashr, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam linapoingia 10 la mwisho, ay al-ashr al-awakhir min Ramadhan, kwa maana 10 la mwisho la Ramadhan, ahya al-layla wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam linapoingia 10 la mwisho, ahya al-layla, akiuhuisha usiku, kwa maana akiswali usiku mzima, wa aiqadha ahla, na alikuwa akiwaamsha watu wake, kwa maana watu wa nyumbani kwake akiwaamsha ili wapate kushirikiana na yeye katika ibada. Wajadda, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam jadda fil ibada, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkakamavu katika ibada, alikuwa anafanya ibada kwa ukakamavu katika 10 la mwisho. Washadda al-mi'zara, anasema mama Aisha radhiallahu anha, na alikuwa akikaza shuka. Na wanasema ahlul ilm, maneno haya mama Aisha radhiallahu anha wanawazuoni wameyatafsiri katika maana mbili. Washadda al-mi'zara, kwa maana alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama yushammiru fil ibada, alikuwa anafanya tashmir katika ibada, kwa maana anapania katika kufanya ibada. Ndio maana
وشد المئزر. نواق وليسيما وشد المئزر أنه كان يعتزل النساء, وممتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa kijitenga na wakeze, yani katika kumi linapofika kumi la mwisho alikuwa hana habari na wakeze katika kustarehe nao na kufanya tendo la jimaa, alikuwa hana habari nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yote ni katika kufanya juhudi kubwa katika kufanya ibada katika kumi la mwisho katika Ramadhan. Watukufu katika iman, bado tupo katika mwezi wa kusamehewa maghfira, katika mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka namna nyingi za watu kusamehewa. Na katika khutba yetu ya leo tutazungumzia asbabu naili al-maghfira fi shahr Ramadan, sababu ya kupata maghfira, kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhan. watukufu katika iman, shahr Ramadan تكثر فيه أسباب نيل المغفرة والغفران. mwezi wa Ramadhan huwa zinaongezeka ndani yake zile sababu za kupata msamaha na maghfira kutoka kwa Allah subhanahu. famin asbab almaghfira, miongoni mwa sababu za kupata msamaha fi hadha ash-shahr, katika mwezi huu wa Ramadhan, jambo la kwanza ni siyamu Ramadhan. hii funga ya mwezi wa Ramadhan, mwenye kufunga funga ya mwezi wa Ramadhan ni sababu tosha kwake yeye kupata maghfira, kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man sama ramadhana, yeyote ambaye amefunga Ramadhan. na kama tunavyofahamu man ni adatu ash-shart, kwa hiyo sama itakuwa ni fi'lu ash-shart. kwa hiyo man sama ramadhana, yeyote atakayefunga Ramadhan. وهذه صيغة من صيغ العموم, na صيغة hii ni صيغة ya ujumla, kwa maana anaingia kila mtu, awe ni mwanamke awe mwanamume, awe ni mkubwa awe ni mdogo. man sama ramadhana, yeyote ambaye amefunga Ramadhani imanan wa ihtisaban, kwa masharti haya, amefunga kwa iman na amefunga kwa kutaraji malipo. nini maana almuradu bil iman? ما المراد بالإيمان؟ نيابي مقصودية يكفون كإيمان. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنا سمى الإمام الحافظ ابن حجر ما نياتني الاعتقاد بفرضية صوم رمضان، نقول كويتكيدي وفراضي وفنة رمضان، كواتكيفون رمضان كإيمان، ومعنى مفنة رمضان هل ينيتكيدي، هل يكويتكيدي كوما رمضان نفنة يفراضي، كواتكيفون إيمانا، atakayefunga kwa iman maana yake anafunga hali ya kuwa anaitakidi funga Ramadhani ni funga ya faradhi. Hafungi adatan kwa mazoea tu ya mji, kwamba watu ikifika mwezi huu wanafunga na yeye akawa anafunga, akawa anafunga hali ya kuwa anaitakidi ile funga anayofunga ni funga ya faradhi. Wahtisaban, alihtisabu anasema huwa talabu al-ajri, ni kule kutafuta ujira kutoka kwa Allah subhanahu, wa rajau thawabi min Allah ta'ala, na kutafuta thawabu kutoka kwa Allah subhanahu. Kwa yule ambaye atakayefunga Ramadhani, yeyote yule ambaye atakayefunga Ramadhani akiamini kwamba funga yake ya Ramadhani ni funga ya faradhi, na akiwa anafunga kwa lengo la kutafuta malipo, si kwa lengo la kujionyesha wala si kwa lengo kwamba asifiwe,
anafunga kwa lengo la kutafuta malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kupata thawabu za Allah na ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, husamehewa yale ambayo yalikwisha tangulia katika madhambi yake. Wa hadha huwa jawabu shart, na hili ndio jawabu la sharti aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba. Hii ni jumla shartiya, mwenye yeyote ambaye amefunga Ramadhani kwa iman na kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nini jawabu ya shart? ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, husamehewa yale ambayo yalikwisha tangulia katika madhambi yake. Kwa hiyo miongoni mwa fursa adhim katika kusamehewa madhambi katika mwezi huu ni kufunga hii ya Ramadhani, lakini kwa sharti ya kufunga kwa iman na kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini swali linabakia, ma huwa almaqsud bitakfiri dhunub, ni yapi makusudio ya kusamehewa madhambi? hal annahu yukfaru adh-dhunuba jami'an saghairaha wa kabiraha? je, huwa yanasamehewa madhambi yote, saghairaha wa kabairaha, yale madogo yake na makubwa yake, am saghaira fahas, au madhambi yanasamehewa ni yale madogo? Hapa pia pana ikhtilafu mbele ya wanachuoni, ni madhambi gani ambayo yanasamehewa ikiwa mtu atafunga kwa iman na atafunga kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini almaalumu min kalami ahli alilm, jambo ambalo linalofahamika katika maneno ya wanachuoni, annahu la tukaffaru siwa as-saghair, kwamba hayasamehewi madhambi isipokuwa madogo madogo. Wa amma al-kaba'ir fala budda laha min at-tauba, ama madhambi makubwa hapana budi mtu lazima alete tauba kwa Allah subhanahu. Kwa hiyo aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, husamehewa yale ambayo yalikwisha tangulia katika madhambi yake, ahlul ilm wanasema madhambi yanosamehewa ni yale madhambi madogo madogo. وقد حكى الإمام ابن عبد البر إجماع المسلمين على ذلك. الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله akanukuu au akataja kauli ya ijmaa ya Waislamu juu ya jambo hilo, na waliosema kwamba yanasamehewa madhambi madogo madogo istadalla bi ahadith, wametolea dalili kwa hadithi nyingi. منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. katika hadithi hizi ni hadithi ambayo imekuja katika Bukhari na Muslim, wa hadithi ambayo amesimulia sahaba Abi Hurairah radhiallahu anhu yake, يقول عليه الصلاة والسلام, Mtume عليه الصلاة والسلام anasema, الصلوات الخمس, kusali sala tano, والجمعة إلى الجمعة, na kuidiriki الجمعة moja mpaka الجمعة nyingine, ورمضان إلى رمضان, na Ramadhani moja hadi Ramadhani nyingine, mukaffiratun lima bainahunna, kuna msamaha wa kufutiwa madhambi kwa ule muda ambao unapatikana baina yake. Yani kuna msamaha wa kufutiwa madhambi baina ya swala moja anayoswali mtu hadi swala nyingine katika swala tano. Kadhalika vile vile kuna nafasi ya kufutiwa madhambi kutoka Ijumaa moja ukaidiriki Ijumaa, una msamaha wa kufutiwa madhambi mpaka Ijumaa nyingine. Kadhalika hivyo hivyo Ramadhani, kutoka Ramadhani moja hadi Ramadhani nyingine, mukaffiratun lima bainahunna, kuna msamaha wa kufutiwa madhambi kwa yale masiku au vile vipindi vilivyokuwepo baina yake. Majtunibatil kaba'ir, lakini kwa sharti pale yatakapokuwa yameepukwa madhambi yaliyokuwa makubwa. Kwa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ikiwa pataepukwa madhambi yaliyokuwa makubwa, bila shaka yale yenye kusamehewa ni madhambi madogo madogo, na sisi tuna wingi wa madhambi madogo madogo ambayo tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ndio fursa ya kuitumia
kwa kufunga imanan wa ihtisaban, kwa kufunga kwa iman na kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 31 sura an-Nisa, Allah anasema in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, ikiwa mtajiepusha na yale madhambi makubwa ambayo mmekatazwa, nukaffir ankum sayi'atikum, basi tutakusameheni madhambi yenu madogo madogo, wa nudkhilukum mudkhalan karima, na tutakuingizeni katika pepo. Maneno haya yanasema Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha kwamba ile kusamehewa madhambi madogo madogo ikiwa watu watajiepusha na yale madhambi yaliyokuwa makubwa. Ayuha almu'minuna ibadallah, ndugu zangu katika imani, katika miongoni pia mwa asbabu naili almaghfira walghufran, katika miongoni mwa sababu za kupata msamaha na kupata kufutiwa madhambi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Ramadhan, katika miongoni mwa sababu vile vile ni qiyamu Ramadhan, ni kisimamo cha kusimama usiku wa Ramadhan bisalati at-tarawih wat-tahajjud, wa kusali sala za tarawih na sala za tahajjud ni sababu ya mtu kusamehewa na kufutiwa madhambi yake madogo madogo, kama jaa fi sahihain min hadith Abi Huraira, kama ilivyokuja katika Bukhari na Muslim kwa hadithi aliyosimulia sahaba Abi Huraira, yakula alayhi salatu wassalam, mtume alayhi salatu wassalam anasema, wa man qama ramadhana, na yeyote yule ambaye amesimama kwenye Ramadhan, kwa maana amesimama qiyamul layl katika salatu tarawih au salatu tahajjud imanan wa ihtisaban, akasimama kwa iman, kwa sharti lile lile, kwa iman ya kumwamini Allah subhanahu na kuamini kwamba Allah subhanahu yeye ndiye ambaye ameweka tashrii' katika hichi qiyamul layl cha Ramadhan, wa ihtisaban, na akasimama kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa yale ambayo yalikwisha tangulia katika madhambi yake. Kwa hiyo mtu kisimamo cha kusimama usiku anaposali salatu tarawih au salatu tahajjud inakuwa ni sababu yeye kusamehewa madhambi yake na Allah subhanahu wa ta'ala, na akazisali sala hizo kwa namna vile ambavyo imefundisha sharia, sio akasali kwa kuripua kama wanavyosali baadhi ya watu wengine wakiwa wanaripua, hata khushui haipatikani katika sala, na wakaongeza mambo katika sala ambayo yalikuwa hayamo kabisa. Na inafahamika namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliziswali hizi sala za usiku, kwa sababu katika hadithi ambayo imekuja fi sahihaini wa ghairi, katika Bukhari na Muslim na wengineo katika wanachuoni wa hadithi pia wamepokea hadithi hii, min hadithi Abi Salama, wa hadithi ambayo amesimulia Abi Salama annahu sa'ala Aisha, Abi Salama alimuuliza Aisha radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi Ramadhana, namna gani ilikuwa sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Ramadhan. Mama Aisha radhiyallahu anha yeye ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye ndiye ambaye anamfahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko mtu mwingine yoyote. Akaeleza ni namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa kisali katika Ramadhan. Akasema mama Aisha radhiyallahu anha, ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. أنا سيما هقوى Mtume صلى الله عليه وسلم akizidisha katika mwezi wa Ramadhani wala katika miezi isiyokuwa ya Ramadhani zaidi ya rakaa 11. Akasema mama Aisha radhiyallahu anha, yusalli 4,
alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisali rakaa 4, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, anasema usiulize kuhusiana na uzuri wake rakaa 4 hizo na urefu wake rakaa 4 hizo. Thumma yusalli 4, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam anasali rakaa 4 nyingine, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, usiniulize au usiulize kuhusiana na uzuri wa rakaa hizo na urefu wa rakaa hizo. Thumma yusalli 3, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam anasali rakaa 3. Kwa 4 za mwanzo na 4 za pili, na hizi rakaa 3 idadi yake ni rakaa 11, ndizo alizokuwa akisali mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo mama Aisha radhiallahu anha alivyotusimulia katika sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Ramadhani. Na wanasema ahlul ilm kama vile al-Imam as-San'ani katika Subul as-Salam anasema wa hadhihi al-4, na hizi rakaa 4 alikuwa akisali mtume sallallahu alayhi wasallam, yusallimu min kulli rak'atayn, alikuwa akitoa salamu katika kila baada ya rakaa 2, liqaulihi alayhi salatu wassalam, wa kauli yake nyingine mtume alayhi salatu wassalam aliposema as-salatu al-laylu mathna mathna, sala za usiku ni rakaa 2. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoa salamu katika hizi rakaa 4 kila baada ya rakaa 2. anasema mama Aisha radhiallahu anha, thumma yusalli 3, kisha anamalizia kusali rakaa 3. faqalat Aisha, mama Aisha radhiallahu anha akasema, قلت يا رسول الله, nikasema kumwambia mjumbe wa Allah, atanamu qabla an tutar, hivi unalala kabla ya kuitirisha? Kwa maana alikuwa bado hajaziswali zile rakaa 3 mtume sallallahu alaihi wasallam. faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Aisha, inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi, hakika macho yangu mawili ndiyo yenye kulala lakini moyo wangu haulali. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo alikuwa akisali mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ahlul ilm wanasema hakuna ubaya kama mtu atazidisha zaidi ya rakaa 11, kwa hadithi iliyokuja as-salatu al-laylu mathna mathna, sala za usiku ni rakaa 2. Lakini wanasema ahlul ilm al-afdal ni kusali zile ambazo amezisali mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masimulizi ya mama Aisha radhiallahu anha alisali rakaa 11. Sasa katika masimulizi haya ya mama Aisha radhiallahu anha ameeleza namna ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa. Haikuwa sala hii na makelele kama makelele ambayo tunayaleta sisi leo. Leo sala zetu zimekuwa makelele mengi sana, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, makelele yamekuwa mengi kabisa. Sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kimya, bali ndani yake kuna kumsalia mtume na makelele mengi ambayo hao wakiyarudia kwenye vitabu vya wanawachuoni, tena wanawachuoni wetu wa Kishafi haya mambo wameyakataza. Ukirudi katika kitabu cha al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i, Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah, ambaye huyu ni mshafi, katika kitabu chake al-Fatawa al-Fiqhiyya al-Kubra, ukisoma juzuu ya kwanza ukurasa 186, anasema rahimahullah, aliulizwa rahimahullah, hal tusannu as-salatu alayhi sallallahu alayhi wasallam baina taslimati at-tarawih au hiya bid'atun yunha anha? Aliuliza, je, pamesuniwa kwenye kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam baina ya zile salamu kwenye swala ya tarawih, au jambo hilo ni bid'a iliyokatazwa? Akajibu hivi al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah, akasema as-salatu fi hadha al-mahall, kumsalia mtume katika sehemu hii, bikhususihi, kwa kuihusisha kwake, lam nara fiha shay'an min as-sunnah, hatujaona jambo hilo chochote katika sunna, wala fi kalami ashabina, wala katika maneno ya watu wetu. Akisema ashabina na kusudia mashawafi'i, wala hatujaona maneno haya kwa mashafi'i wenyewe,
akasema fahiya bid'atun yunha anha, kufanya hivyo ni uzushi uliokatazwa. Kwa mambo haya ni mambo ambayo yamekatazwa, lakini ni mambo ambayo yameenea sana katika jamii. Mazogo yamekuwa mengi, yani msikiti utazani kanisa la walokole, mazogo kweli kweli, wakati hivi sivyo alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maimamu wetu ndio wanatuambia hivi, kama alivyosema al-Imam Ibn Hajar al-Haytami, kumsalia mtume ni jambo, katika kumsalia mtume ni jambo ambalo limesuniwa, lakini si katika sala, yani baada ya kila salamu katika salatu tarawih. Jambo hilo halikusuniwa, bali ni bid'a iliyokatazwa. Kadhalika al-Imam Ibn al-Hajj ambaye ni katika wanawachuoni wa madhhabi ya Malikia, katika kitabu chake al-Madkhal pia yeye amesema, ameweka fasli inayosema faslun fi dhikri ba'da at-taslimatayn min salati at-tarawih. Akasema hii ni fasli inaelezea kuhusiana na dhikri baada ya salamu mbili za sala ya tarawih. Akasema wayambaghi lahu, na inampasa yule mwenye kusali salatu at-tarawih an yajtaniba ma ahdathuhu, ajiepushe na yale ambayo watu wameyazua, min adh-dhikri, katika kuleta dhikri baada kulli taslimatayn, baada kila salamu mbili, min as-salati at-tarawih, katika sala ya tarawih. Akasema wa man rafa'a aswatahu, na wale ambao wenye kunyanyua sauti zao, bidhalika, kwa kufanya hivyo, kwa maana wakaleta dhikri katika kila salamu mbili za sala ya tarawih, wal mashyu ala sautin wahidin, na kwenda na sauti moja, yani wengine wanakwenda na sauti moja, mmoja anaamrisha alafu wengine wanafuata ile sauti. Anasema fa inna dhalika kulluhu min albid'ah, kwani hakika hayo yote ni katika uzushi, hayajapokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema wakadhalika yunha an qawli almuadhdhin ba'da dhikrihim ba'da at-taslimatayn min salati at-tarawih. Kadhalika anasema wanakataza kauli ya yule mwenye kukimu baada ya kumaliza hizo dhikri zao, baada ya salamu mbili katika sala ya tarawih, kusema as-salatu yarhamukumullah, kuambia watu kwamba kama kuwaashiria wanyanyuke kwa lengo la kuendelea na rakaa nyingine, ukawaambia as-salatu yarhamukumullah, au maneno mengine yanayofanana na hayo. Anasema fa innahu muhdathun aidan, jambo hilo vile vile ni uzushi. Wal hadathu fi dini mamnu'un, na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lililozuiwa. Wa khairul huda, akasema wa khairul hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na muongozo bora ni ule muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma al-khulafa'u ar-rashidun, kisha unafuata muongozo wa makhalifa waongofu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma as-sahabatu ridwanullahi alayhim ajma'in, kisha wanafuata masahaba radhi Allah juu yao wote. Akasema walam yudhkar an ahadin min as-salaf, na wala hapakutajwa kwa yeyote miongoni mwa waliotangulia katika wema, fi'lu dhalika, kufanya kitendo hicho cha kuleta adhkari kila baada ya rakaa mbili za tarawih. Akasema fayasauna ma wasi'ahum, kwa yanatutosha sisi yale ambayo yaliwatosha wao. Ikiwa wao hawakuleta, masahaba hawakuleta, wale khulafa'ur rashidun hawakuleta hizi dhikri, na masahaba hawakuleta hizi dhikri, na salafu salih wema waliotangulia hawakuleta, basi sisi yanatutosha yale ambayo wao yamewatosha. Kwa hiyo tunatakikana tutosheke na yale ambayo ameyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hutaweza wewe kufanya jema likawa jema kuliko lile ambalo alilifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume chake, lile ambalo utakalokuwa umelifanya ambalo hakulifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa umemzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na itakuwa ni sababu ya kukataliwa amali zako siku ya kiyama. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله كثيرا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، من أسباب نيل المغفرة والغفران قيام ليلة القدر. miongoni mwa sababu za kupata msamaha wa Allah subhana katika kipindi hiki cha Ramadhan ni kisimamo cha usiku wa Lailatul Qadr. usiku huu ni katika usiku mtukufu, wa hiya fil ashr al-awakhir min Ramadhan, nao ni usiku ambao unapatikana katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan. wa hiya al-lailatul mubarakah, nao ndio usiku uliobarikiwa, allati unzila fiha al-Qur'an, usiku ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, hakika sisi tumeteremsha hiyo Qur'an katika usiku uliobarikiwa. wa fiha yufraqu kullu amrin hakim, na ndani ya siku huo hupambanuliwa kila mambo ambayo yaliyohukumiwa yatokee katika mwaka mzima, basi huwa yanapambanuliwa katika usiku huo. Kwa hiyo ni usiku adhima jiddan, ni usiku ambao adhim sana. kwa hiyo kusimama katika usiku huo ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake, kama jaa fi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika Bukhari na Muslim kwa hadithi aliyosimulia sahaba Abi Hurairah radhiyallahu anhu yake, wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, na yote yule ambaye aliyesimama usiku wa Lailatul Qadr akasimama kwa iman na akasimama kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa yale ambayo yalikwisha tangulia katika madhambi yake. na kama tulivyosema, madhambi ambayo yanasamehewa ni yale madhambi madogo madogo. ama madhambi makubwa, hapana budi lazima ulete tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. kadhalika pia miongoni mwa sababu za kupata msamaha wa Allah subhanahu ni tafsiru suwam, ni kuwafuturisha wafungaji. kitendo cha kuwafuturisha wafungaji pia ni katika sababu ambazo zinatajwa kuwa ni katika sababu ambazo mtu husamehewa madhambi yake. jaa inda al-Imam Ibn Khuzaimah wal Bayhaqi wa ghayrihima, imekuja hadithi mbele al-Imam Ibn Khuzaimah kadhalika al-Imam al-Bayhaqi na wasiokuwa hao min hadithi Salman al-Farisi, kwa hadithi ambayo amesimulia sahaba Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. qila, wamesema kwamba man fattara fihi saiman, atakaye mfuturisha ndani ya Ramadhani mfungaji, kana maghfiratan lidhunubihi, atapata msamaha wa kusamehewa madhambi yake, wa itqa raqabatihi minan nar, na atapata vile vile malipo ya kuachiwa huru shingo yake kutokana na moto. wa kana lahu mithlu ajrihi, na yule mwenye kuftarishwa atakuwa na ujira mfano wa yule mwenye kuftarisha, min ghairi an yunqasa min ajrihi shay'un, basi na kupunguziwa yule mwenye kuftarisha ujira wake chochote. qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa kulluna yajidu ma yufattiru bihi as-saima, si kila mmoja wetu ana uwezo wa kupata kile ambacho cha kumfuturisha mfungaji. faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yu'ti Allahu azza wa jalla hadha as-sawab, Allah azza wa jalla humpa malipo haya man fattara sa'iman ala madaqati labani, mwenye kumfutarisha mfungaji hata kwa lile funda tu la maziwa, au tamrin, au akamfutarisha hata kwa kokwa ya tende, au sharibata ma, au akamfutarisha kwa lile funda la maji. akasema wa man ashba'a sa'iman, na yule ambaye atakayemshibisha mfungaji, yani akampa chakula cha kushiba kuondoa njaa yake, asqahu Allahu min hawdhi sharbatan la yadhma'u hatta yadkhula aljanna, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamnyesha kwenye haudhi langu siku ya kiyama, atamnyesha kwenye haudhi langu mnyesho ambao la yadhma'u, hatapatwa na kiu, hatta yadkhula aljanna, mpaka aingie peponi. kwa hiyo kumfutarisha mfungaji malipo yake ni makubwa, nayo ni kusamehewa madhambi. lakini wal hadith dhaifun,
لكن يذكر في الفضائل. حديث ضعيف لكن wanawachuoni wanaitaja katika fadhail kwamba mwenye kumfuturisha mfungaji basi anapata malipo yaliyokuwa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل بطانتهم بطانة الصالحة. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.